Nawashukuru sana waandaaji wa kongamano kwa kunialika na kunipa heshima ya kuwa mgeni rasmi. Mwaliko huu umenipa fursa ya kujionea jitihada kubwa zinazofanywa na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia katika kubuni, kutekeleza na kusimamia maboresho na mageuzi makubwa katika sekta ya elimu nchini. Kama tunavyofahamu, elimu ni nguzo ya msingi mkubwa wa maendeleo ya uchumi na ustawi wa watu. Lakini ili elimu iwe na manufaa na kuleta maendeleo endelevu, haina budi kumwezesha mhitimu kutatua changamoto zinazomkabili na kumfanya afikie malengo, matarajio yake na ya jamii kwa ujumla. Learning that is personally meaningful, culturally situated and directly applicable to students' life, future goals and community needs. Katika hili, Tanzania imeamua kuweka mfumo wa elimu na mafunzo utakaowawezesha Watanzania kupata maarifa, stadi na mtazamo chanya ili kuchangia maendeleo ya taifa. Aidha, ni dhamira ya mfumo huu kumwezesha Mtanzania kupata ujuzi na maarifa ya kumudu mazingira yake na ushindani katika ulimwengu wa kazi. Msingi wa elimu bora ni elimu ya awali. Hivyo, katika kuboresha yaliyofanywa katika mfumo wa elimu, serikali imelenga kuhakikisha kila mtoto anapata fursa ya elimu ya awali kwa kipindi kisichopungua mwaka mmoja. Hata hivyo, nimefahamishwa kuwa lengo hili halijakamilishwa na halijajumuishwa katika elimu ya lazima, ingawa bado pia kuna upungufu wa walimu na vyumba vya madarasa kwa ngazi hii. Natumaini Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI watalishughulikia na kulipa uzito unaostahili suala hili muhimu, ili watoto wote waandaliwe vema kabla ya kuanza safari ya elimu ya lazima ya miaka 10. Katika hili, napenda kupongeza ushirikiano mzuri uliopo baina ya serikali na wamiliki wa shule zisizo za serikali na asasi zote za kiraia zinazomiliki vituo vya malezi na makuzi, kwani wameendelea kutoa huduma hii ya malezi na makuzi kwa watoto wetu ipasavyo. Tunawashukuru sana. Vile suala la elimu jumuishi inayozingatia usawa miongoni mwa vipaumbele, ambapo serikali imeweka msisitizo katika uwepo wa vifaa vya kufundishia na kujifunzia pamoja na miundombinu rafiki kwa ajili ya wanafunzi wenye mahitaji maalum. Hili linakwenda sambamba na uandaaji au uwepo wa walimu wenye ujuzi wa elimu maalum ili kufundisha wanafunzi hawa. Ni vema mkafahamu kuwa mabadiliko na maboresho haya ya mitaala yanalenga pia elimu ya juu, ambapo hivi sasa idadi ya vyuo vikuu imeongezeka, kiasi cha mikopo kitakachotolewa kwa wanafunzi wa elimu ya juu kimeongezeka, na udahili katika vyuo hivyo umeongezeka, ukienda sambamba na ongezeko la wahitimu. Kwa kutambua changamoto ya ajira kwa wahitimu wetu, vyuo vikuu vimeboresha mitaala yake, ambapo sasa elimu itolewayo inalenga kujenga umahiri wa nadharia na vitendo badala ya nadharia peke yake. Kupitia mpango wa pamoja wa vyuo na waajiri uliozinduliwa hivi karibuni, vyuo vikuu vitaendelea kufanya kazi kwa karibu na viwanda na waajiri kwa ujumla ili kufanya elimu itolewayo iakisi mahitaji ya soko la ajira na vipaumbele vya maendeleo ya taifa. Naomba mniruhusu nitilie mkazo suala la utekelezaji wa mabadiliko ya maboresho yaliyofanyika kwenye sera yetu ya elimu na mafunzo na mitaala yetu katika ngazi zote, kuanzia elimu ya awali, msingi, sekondari hadi elimu ya juu. Suala hili linahitaji ushirikiano wa hali ya juu miongoni mwa wadau wote wa elimu, taasisi za serikali na zisizo za serikali, na bila kuwasahau wazazi na jamii yote kwa ujumla. Pia hili linatutaka Watanzania wote kutafsiri vema maono ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan juu ya mfumo wa elimu unaozingatia kutoa ujuzi na maarifa ili kumwezesha mhitimu kumudu mazingira yake na kumudu ushindani kwenye ulimwengu wa kazi. Vile napenda kusisitiza kuhusu kutekeleza mabadiliko na maboresho ya mitaala, ambapo naitaka Wizara ya Elimu, Sayansi, Teknolojia kwa kushirikiana na taasisi za elimu, hususan Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, kuendelea kufanya ufuatiliaji na tafiti ili kubaini dosari zozote zinazoweza kukwamisha utekelezaji. Hii itasaidia pia kubaini na kuibua maeneo yanayohitaji marekebisho au maboresho zaidi ya kiutendaji. Nakipongeza Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kupitia Shule Kuu ya Elimu kwa kuandaa kongamano la kimataifa la maboresho ya elimu, kwani litasaidia kuelimisha wadau,
wazazi na umma wa Tanzania kwa ujumla, pamoja na kujenga uelewa wa pamoja juu ya mabadiliko na maboresho haya ya mitaala na hali ya utekelezaji ilivyo sasa. Hata hivyo, kwa kuwa Shule Kuu ya Elimu ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kwa sasa inamiliki shule ya awali na shule ya msingi Mlimani, ninawataka wawe mfano hai kwa kuonyesha na kusimamia utekelezaji wa maboresho haya ili kutoa matokeo chanya. Aidha, ni wakati mwafaka sasa kupanua shule hii ili ijumuishe pia elimu ya sekondari ili kuwezesha utoaji wa elimu ya lazima wa miaka 10. Nataka niwahakikishie kwamba Mheshimiwa Rais amefarijika sana na kazi ambayo viongozi wa Wizara ya Elimu wamefanya. Mabadiliko makubwa ambayo taifa lolote likijaribu kuyakwepa katika eneo la elimu linaenda kutengeneza taifa mfu. Na Rais kwa kutambua hilo kwamba tunataka taifa letu lijalo liwe na vijana na nguvu kazi inayoweza kutegemewa na taifa, ndio maana Rais akaona umuhimu wa kuwa na wataalamu waliobobea katika masuala ya elimu watusaidie kuleta mageuzi makubwa katika elimu. Na haya tunayoshuhudia sasa ni mageuzi makubwa mno katika mfumo wetu wa elimu. Tunachotakiwa kufanya ni wote kushirikiana kuyatekeleza. Viongozi wa Wizara ya Elimu wamefanya vizuri, pamoja na kuyatekeleza wao wenyewe wamekuwa wakishirikisha wadau kutoka vyuo vyote vikuu nchini, wameshirikisha wadau kutoka katika sekondari zetu, wameshirikisha wadau kutoka shule za msingi, wameshirikisha wananchi wa kawaida kupata namna bora ya kutengeneza elimu itakayosaidia nchi yetu miaka 50 inayokuja. Hiki ndicho ambacho sasa kimeanza kutekelezwa. Kwa niaba ya Mheshimiwa Rais ni kushukuru sana waziri pamoja na timu yako ya wizara yote kwa kazi kubwa na nzuri mliofanya, sio tu ya kuongoza na kusimamia mabadiliko, lakini pia kutafsiri mahitaji ya taifa la leo na mahitaji ya miaka 50 inayokuja. Natoa wito kwa watu wote kuzingatia kwa makini mabadiliko tuliyofanya, kuyasimamia kwa moyo, kuona kwamba tunakwenda kuyatekeleza ili baada ya miaka 10 inayokuja tukikaa tena tuseme tunaona tija katika mabadiliko tuliyoyafanya katika mitaala yetu ya elimu, katika mfumo wetu wa elimu. Tunayo nafasi ya kuwa na taifa zuri lenye maendeleo makubwa kama tukitoa kipaumbele cha pekee kwa elimu yetu. Tuendelee kutoa elimu kwa Watanzania wengi inavyowezekana, kwa ubora mkubwa inavyowezekana. Kuna maeneo mengine katika uendeshaji wa nchi unaweza ukatengeneza balance kwamba tunaenda kwanza kwenye wingi, tutarudi kwenye ubora, tunaenda kwenye ubora, tutarudi kwenye wingi. Kwenye elimu hakuna balance. Ubora na wingi unatakiwa kwenda pamoja. Baada ya kuyasema hayo, sasa ninayo heshima kubwa kutamka kuwa kongamano la kimataifa kuhusu mabadiliko ya sera ya elimu na maboresho ya mitaala limefunguliwa rasmi.